Trump atia saini mswada wa kumaliza mkwamo wa shughuli za serikali. Daktari Mwigulu Lameck Nchemba ateuliwa waziri mkuu mpya wa Tanzania. Serikali ya Kenya yasema zaidi ya Wakenya 200 wamesajiliwa katika jeshi la Urusi. Jamii ya kimataifa ichukue hatua kukomesha usambazaji silaha wa RSF, asema Rubio. Na wanandoa wa Uingereza walioshikiliwa Iran wasusia kula. Naam. Na tumai ubweri wa afya pote pale ulipo duniani kwa moyo mkunjufu na mikono miwili. Hujambo na karibu kwenye taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Jina langu ni Kantona Joseph. Rais Samia Suluhu Hassan leo amewasilisha bungeni jina la Daktari Mwigulu Lameck Nchemba kuwa waziri mkuu mpya wa serikali ya awamu ya 6 ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Spika Musa Zungu alipokea hati ya uteuzi huo kutoka kwa Rais Samia Suluhu Hassan na kulijulisha jina hilo kwa wabunge kwa ajili ya kumthibitisha kwa kura ya mujibu wa ibara ya 51 ya kifungu kidogo cha pili cha katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hati ya jina lake liliwasilishwa leo bungeni jijini Dodoma Novemba 13 mwaka huu na mpambe na mshauri wa masuala ya kijeshi wa Rais Brigedia Jenerali Nyamburi Mashauri, ikiwa ndani ya bahasha kisha kufunguliwa na spika wa bunge Mheshimiwa Mwigulu. Anakuwa waziri wa 12 tangu kupatikana kwa uhuru wa Tanzania. Mwigulu ni mchumi kada wa muda mrefu wa Chama cha Mapinduzi CCM, akimrithi Kassim Majaliwa aliyemaliza muda wake. Mwanasiasa huyo wa muda mrefu alikuwa waziri wa fedha katika serikali ya Samia. Ni kurejesha nyuma kidogo tu, ni kwamba katika hali hii msikilizaji, ni kwamba katika historia ya Tanzania ni kama ifuatavyo kwa wale ambao wameshikilia wadhifa huo wa waziri mkuu katika taifa hilo. Mheshimiwa Daktari Mwigulu Nchemba anakuwa waziri mkuu wa 12 tangu Tanzania ilipopata uhuru mwaka 1961. Orodha ya mawaziri wakuu wa Tanzania: Mheshimiwa Julius Kambarage Nyerere mwaka 1961 hadi 62, Mheshimiwa Rashid Mfaume Kawawa mwaka 1962 hadi mwaka 1977, Mheshimiwa Edward Moringe Sokoine mwaka 1977 hadi mwaka 1980 na 80 na mwaka 1983 hadi mwaka 1984. Daktari Salim Mohamed Salim mwaka 1984 hadi mwaka 1985. Mheshimiwa Joseph Sinde Warioba mwaka 1985 hadi mwaka 1990. Mheshimiwa John Samuel Malesela mwaka 1990 hadi mwaka 1994. Mheshimiwa Cleopa David Musuya mwaka 1980 hadi mwaka 1983 na baadaye mwaka 1994 hadi mwaka 1995. Frederick Luwei Sumaye mwaka 1995 hadi mwaka 2005. Edward Ngoyai Lowassa mwaka 2005 hadi mwaka 2008.
Mheshimiwa Mizengo Peter Pinda mwaka 2008 hadi mwaka 2015, Kassim Majaliwa kati ya mwaka 2015 hadi mwaka 2025. Daktari Lameck Mwigulu Nchemba ndiye sasa waziri mkuu wa Tanzania kuanzia hivi leo. Watoto wanaotuhumiwa kwa uchawi Nigeria wasaidiwa na mashirika ya misaada. Akishutumiwa na shangazi yake akiwa na umri wa miaka 13 kuwa mchawi aliyesababisha maafa ya familia yake, Faith alitoroka nyumbani kwao mashambani katika jimbo la Akwa Ibom kusini mwa Nigeria baada ya kunyimwa chakula kwa siku nyingi. Sasa ana umri wa miaka 19, anasomea teknolojia ya maabara ya sayansi katika chuo kikuu cha ufundi katika mji wa Eketa, pia katika jimbo hilo, na ana matamanio ya kupata mafunzo ya kuwa daktari. Shirika la habari la Reuters limehifadhi majina kamili ya waathiriwa ili kulinda utambulisho wao kutokana na unyanyapaa unaohusishwa na watoto wanaotuhumiwa kuwa wachawi. Mabadiliko ya Faith yaliwadia baada ya kutembea kwa miguu kilomita 20 maili 12 bila chakula, na kuhakimu alifika kwenye makazi yanayoendeshwa na Kraln, kikundi cha misaada kilichojitolea kusaidia watoto waliotuhumiwa kwa uchawi. Kraln, ambayo ni mwakilishi mtandao wa haki za mtoto na kurekebisha, inakadiria kuwa zaidi ya watoto 30,000 wa Nigeria wamekabiliwa na shutuma za uchawi katika kipindi cha miaka 20 iliyopita. Ingawa serikali ya Nigeria imepitisha sheria katika ngazi ya shirikisho na serikali ili kuzuia unyanyapaa wa watoto unaohusiana na uchawi, wanaharakati wanasema mila hiyo bado imeenea. Zaidi ya Wakenya 200 huenda wamejiunga na jeshi la Urusi tangu kuanza kwa mzozo kati ya Urusi na Ukraine mnamo mwaka 2002, mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi nchini Kenya amesema. Akizungumza na wanahabari, Mudavadi amesema wizara hiyo inaendelea kupokea maswali kutoka kwa familia zinazotaka kujua waliko jamaa zao ambao walijikuta katika mzozo huo. Mudavadi amebainisha kuwa anakadiriwa kwamba mitandao ya usajili ingali inaendelea na kazi hiyo nchini Kenya na Urusi, huku ubalozi wa Kenya mjini Moscow ukiripoti wale waliopata majeraha, na huku wengine wakiwa wamekwama baada ya kujaribu kujisajili kuingia vitani. Ni taarifa ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa, kituo chako kinachokuwa kwa kasi sana duniani. Wakati huu basi ni wakati mwafaka, msikilizaji, wa kwenda kupokea habari katika awamu ya pili ya matangazo yetu, ambapo hivi sasa najiunga na shirika la DW katika matangazo yetu. Waziri wa mambo ya nje wa nchi zinazoendelea kiviwanda duniani G7 wameelezea wasiwasi wao kuhusu kuzorota kwa hali ya usalama nchini Sudan. Katika taarifa yao ya pamoja, wanadiplomasia hao kutoka Uingereza, Canada, Ufaransa, Ujerumani na Italia, Japan na Marekani wamesema mapigano kati ya jeshi la serikali na kikosi cha wanamgambo cha RSF yamesababisha kile walichokiita janga kubwa zaidi la kibinadamu. Babu Abdalla na taarifa hiyo. Kutengeneza silaha ndani ya Sudan, na hivyo hutegemea msaada wa kifedha na vifaa kutoka nje ya nchi. Nadhani kuna kitu kinahitajika kufanywa ili kukomesha usambazaji wa silaha na msaada ambao RSF wanaupata wakati wanaendeleza mashambulizi yao. Makundi ya misaada yametufahamisha kuwa baadhi ya viwango vya utapiamlo na mateso vinavyoshuhudiwa miongoni mwa watu waliofanikiwa kukimbia ni vya kusikitisha na havina mfano. Mwanadiplomasia huyo ameongeza kwamba wanajua ni nchi gani inahusika na usambazaji huo, na kwamba Marekani itafanya mazungumzo na nchi hiyo ili kuifahamisha juu ya athari za maamuzi yake kwa taswira ya kimataifa. Ingawa hakuitaja moja kwa moja Umoja wa Falme za Kiarabu UAE, ambayo ni mshirika wa karibu wa Marekani, jeshi la Sudan limeituhumu UAE kwa kuwapatia RSF silaha na mamluki kupitia mataifa kadhaa ya Afrika. UAE kwa upande wake imekanusha vikali tuhuma hizo, ikisisitiza kutohusika na mzozo unaoendelea Sudan kati ya jeshi la serikali na wanamgambo wa RSF.
Tangu mnamo Aprili mwaka 2023, vita kati ya jeshi la Sudan na wanamgambo wa RSF vimesababisha vifo vya maelfu ya watu, huku takriban watu milioni 12 wakiyakimbia makazi yao. Mkutano huo wa G7 umefanyika wiki mbili baada ya RSF kuteka mji wa El Fasher, ngome ya mwisho iliyokuwa mikononi mwa jeshi la serikali katika eneo la Darfur Magharibi, ambapo taarifa za mauaji ya halaiki zimeripotiwa tangu wakati huo. Asante sana Babu Abdalla kwa taarifa hiyo. Nazidi kusonga mbele kwenye ripoti, uchambuzi na vilevile makala awamu ya pili. Tunashirikiana na shirika la DW katika matangazo yetu. Mawaziri wa mambo ya nje wa nchi zinazoendelea kiviwanda duniani G7 wameelezea wasiwasi wao kuhusu kuzorota kwa hali ya usalama nchini Sudan, na ndio swala ambalo namna hiyo tunazidi kulifuatilia. Mawaziri wa mambo ya kigeni wa kundi la nchi za 7 zilizoendelea vikiwanda duniani G7 wamejadiliana jinsi ya kuishinikiza Urusi katika vita vyake nchini Ukraine, wakati ambapo kuna mashaka iwapo Moscow inataka kuvisitisha vita hivyo. Jacob Safari na taarifa hiyo kwa kina. Katika msimu wa baridi kwa mara nyingine ikiwa vitani. Mara baada ya mkutano huo, Rubio alisema Marekani haioni nia ya Urusi ya kutaka kusitisha mzozo huo. Tunakwenda na tunachokiona, na nafikiri Warusi wamesema wazi kile wanachokitaka, na ni kwamba wanaitaka Donetsk nzima, na bila shaka wa Ukraine hawatolikubali hilo. Kwa hiyo tunachokiona sasa ni kwamba wanaendelea kurusha makombora ya masafa marefu ndani ya Ukraine kwa ajili ya kuiharibu gridi ya umeme ya taifa na mambo kama hayo. Mkuu wa sera za kigeni wa Umoja wa Ulaya Kaja Kallas pembezoni mwa mkutano huo amewaambia waandishi wa habari kuwa mazungumzo kuhusu Ukraine kwa sasa yanajikita tu kwenye kuiwekea shinikizo zaidi Urusi. Lakini waziri wa mambo ya kigeni wa Urusi Sergei Lavrov, katika mahojiano yaliyochapishwa usiku wa kuamkia leo, amesema anatarajia kuwa Marekani haitochukua hatua zitakazosababisha kuongezeka kwa mzozo huo wa Ukraine. Lavrov amesema rais wa Marekani Donald Trump kwa muda mrefu amekuwa akitaka mazungumzo na Urusi ili apate uelewa kamili wa inachokitaka Urusi kwa Ukraine, na kwamba ameonyesha nia ya kupata suluhisho la amani la kudumu. Lavrov amesema haya wakati ambapo kamanda mkuu wa jeshi la Ukraine Jenerali Oleksandr Syrskyi amesema Urusi imeyateka maeneo 3 ya makazi kusini mwa Zaporizhia, wakati ambapo wanatanua juhudi zao za kuyateka maeneo zaidi ya Ukraine. Jenerali Syrskyi amesema ukungu mzito ndio uliosababisha wanajeshi wa Urusi kuyavamia maeneo ya majeshi ya Ukraine huko Zaporizhia, na akaongeza kuwa wanajeshi wake wanapambana ili kuwarejesha nyuma Warusi. Kamanda huyo mkuu lakini amesema mapambano makali bado yako katika eneo lililovamiwa la Pokrovsk mashariki mwa eneo la Donetsk, ambako karibu nusu ya mapambano yote ya mstari wa mbele yalifanyika katika kipindi cha saa 24 zilizopita. Asante sana Jacob Safari kwa taarifa hiyo. Azidi kusonga mbele, msikilizaji, unapokea taarifa hii habari, ambapo rais wa Israeli Isaac Herzog na baadhi ya maafisa wa ngazi za juu wa kijeshi wamelaani mashambulio ya Jumanne yaliyofanywa na walowezi wa Kiyahudi dhidi ya Palestina katika ukingo wa Magharibi, huku waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio akielezea wasiwasi kwamba ghasia hizo zinaweza kutibua juhudi za amani. Silvia Mwehuzi na taarifa hiyo. Kuhusu ghasia za walowezi, rais huyo ameongeza kwa kusema kwamba vurugu hizo zilizofanywa na kundi la watu wachache wahalifu zimekwenda mbali na kuzitaka mamlaka zote za serikali zichukue hatua madhubuti ili kutokomeza jambo hilo. Matamshi yake na yale ya maafisa wawili waandamizi wa kijeshi yanatolewa baada ya dazeni ya walowezi wa Kiyahudi waliokuwa wamevalia barakoa usoni kuvishambulia vijiji vya Kipalestina vya Beit Lid na Deir Sharaf katika ukingo wa Magharibi siku ya Jumanne na kuchoma moto magari na mali nyinginezo kabla ya kukabiliana na wanajeshi wa Israeli. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amezungumzia vurugu hizo akisema zinaweza kutibua juhudi za amani zinazoungwa mkono na Washington huko Gaza.
Rubio alitoa kauli hiyo mara baada ya mkutano wa mawaziri wa kundi la nchi 7 zilizostawi kiviwanda G7 huko nchini Canada. Katika hatua nyingine, mwanadiplomasia huyo mkuu wa Marekani amesema ana matumaini kwamba Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa litakamilisha azimio juu ya Gaza litakalounga mkono kikosi cha usalama cha kimataifa. Tuna rasimu mpya ambayo inafanyiwa kazi sasa. Tuna matumaini kwamba itafanikiwa na inahitaji kufanywa kwa njia sahihi. Na ni wazi kuna nchi nyingi tofauti, kwa hiyo ni lazima uangalie maslahi yao kwa jinsi ilivyopangwa, zaidi tu ya kikosi cha usalama. Kwa hiyo nafikiri tunapiga hatua katika swala la lugha ya rasimu na natumai tutachukua hatua hivi karibuni. Hatutaki kupoteza kasi katika hili. Wiki iliyopita Marekani ilianza kusambaza rasimu ya azimio hilo ambalo litafuatilia usitishaji mapigano uliosimamiwa na Rais Donald Trump katika vita vya miaka miwili. Na huko jijini New York, Israeli ilihojiwa siku ya Jumanne na Jumatano na kamati ya Umoja wa Mataifa inayofuatilia mateso juu ya ripoti tofauti zinazodai kuteswa kwa wafungwa wa Kipalestina, hususan tangu shambulio la Hamas la Oktoba 7 mwaka 2023. Mwandishi wa kamati hiyo Peter Fidel Kessing amesema kamati hiyo imeshtushwa sana na maelezo ambayo yamepokelewa katika idadi kubwa ya kile kinachoonekana kuwa mateso na unyanyasaji wa kimfumo wa Wapalestina wakiwemo watoto. Kamati hiyo dhidi ya mateso inajumuisha wataalamu 10 huru ambao wanafuatilia utekelezaji wa mkataba dhidi ya mateso na unyanyasaji au adhabu nyingine za kikatili au zile za kushusha hadhi kutoka kwa nchi wanachama. Asante sana Silvia Mwehuzi kwa taarifa hiyo. Nazidi kusonga mbele wakati ambapo msikilizaji unapokea taarifa hii ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Tunashirikiana na shirika la DW katika matangazo haya. Wakati mkutano wa kimataifa wa mazingira wa COP30 ukiendelea huko Brazil, uzalishaji wa hewa chafu duniani unaendelea kuongezeka miongo mmoja baada ya makubaliano ya mazingira ya Paris. Hata hivyo, ukiukwaji wa nishati ya jua, upepo na magari ya umeme unaonyesha kuwa hatua kabiliana na mabadiliko ya tabia nchi duniani. Bakari Ubena na taarifa hiyo. Paris mwaka 2015 viongozi wa dunia walishikana mikono na washiriki wa mkutano wa mazingira wa Umoja wa Mataifa wa COP21 na walionekana wenye furaha na kupongezana kwa kufikia hatua hiyo. Makubaliano hayo yaliashiria kufikiwa hatua muhimu katika mapambano dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi. Kwa mara ya kwanza, takriban mataifa 200 yalipitisha mkataba wa kupunguza ongezeko la joto duniani hadi kufikia nyuzi joto 1.5 katika kipimo cha Celsius ukilinganisha na viwango vya kabla ya mapinduzi ya kiviwanda. Wanasayansi wanasema kufikiwa kiwango hicho ni muhimu ili dunia ijikinge na madhara makubwa yatokanayo na mabadiliko ya tabia nchi, lakini Umoja wa Mataifa sasa umesema kuwa kuvuka kiwango hiki angalau kwa muda ni jambo lisiloepukika na litakuwa na athari mbaya kwa ulimwengu. Licha ya hatua kubwa zilizopigwa katika kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, wataalamu bado wanatahadharisha kuwa dunia ipo katika kipindi kigumu na muhimu. Huku baadhi ya mataifa yakiendelea na matumizi ya nishati ya visukuku kama mafuta, gesi na makaa ya mawe, joto linaongezeka na kusababisha dhoruba, mafuriko na joto kali. Muongo uliopita ulikumbwa na aina mbalimbali za majanga ya asili. Wakati viongozi wa dunia wakikusanyika katika mji wa Belem huko Brazil kwa mkutano wa kimataifa wa mazingira wa COP30, uzalishaji wa gesi chafu uliongezeka na ulifikia viwango vya juu kuliko vile vya mwaka 1990. Ili kufikia malengo ya makubaliano hayo ya Paris, uzalishaji wa gesi chafu unapaswa kupunguzwa maradufu licha ya kutokuwa na dalili zozote za kulifikia lengo hilo. Bila kufikiwa makubaliano hayo ya Paris, joto la dunia lilitarajiwa kufikia nyuzi joto 4 katika kipimo cha Celsius mwishoni mwa karne hii. Makubaliano hayo yanazitaka nchi kuwasilisha mipango yao ya kitaifa kuhusu hatua zinazochukuliwa ili kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Ikiwa mipango hiyo itatekelezwa kikamilifu, dunia itafanikiwa kudhibiti ongezeko la joto na kufikia nyuzi joto 2.3 hadi 2.5 katika kipimo cha Celsius. Kabla ya mkutano huu wa COP30, mataifa mbalimbali yalikuwa bado yanahangaika kuwasilisha ahadi zao mpya za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Utafiti mpya wa Umoja wa Mataifa kuhusu ahadi za kitaifa unakadiria kuwa uzalishaji wa gesi chafu duniani utapungua kwa takriban 12% kufikia mwaka 2035 ikilinganishwa na viwango vya mwaka 2019.
Dunia inahitaji kuona kasi kubwa mno ya kuzidisha malengo ya kupunguza uzalishaji wa hewa chafu katika sekta zote. Haya ndio hali ambayo tunazidi kufuatilia, msikilizaji. Asante sana Bakari Ubena kwa taarifa hiyo ambayo inahusiana na mkutano huo. Usikose kuipenda ama like, kusambaza ama share kwa wenzako ili waweze pia kuipata, na vile vile kutufollow kwa kusubscribe kwenye channel yetu ya YouTube Radio Fortune Africa. Sasa hivi naungana naye Diokaji Makomba akiwa maeneo ya Dar es Salaam, ambapo ana taarifa zaidi. Hassan na kutangaza mbele ya wabunge kwa ajili ya kumthibitisha kwa kura kwa mujibu wa ibara ya 51 kifungu kidogo cha pili cha katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Baada ya hatua hiyo, wabunge walipiga kura na kumuidhinisha Mwigulu Nchemba kuwa waziri mkuu mpya wa Tanzania, matokeo yaliyosomwa bungeni na mwanasheria mkuu wa Tanzania Hamza Johari. Mheshimiwa Daktari Mwigulu Lameck Nchemba amethibitishwa na bunge kuwa waziri mkuu kwa jumla ya kura 369. Akizungumza mara baada ya kuteuliwa na kupigiwa kura kuwa waziri mkuu wa Tanzania, Mwigulu amesema kuwa anatambua bado Watanzania wengi wanakabiliwa na lindi la umasikini na pia nchi hii ni ya Watanzania wote na watasikilizwa kwa nidhamu katika ofisi za umma, na akawanyoshea kidole watumishi wa umma walio wavivu, wazembe na wala rushwa. Kwa watumishi wa umma wavivu, wazembe, wala rushwa na wenye lugha mbaya kwa Watanzania, tuwe tayari. Wavivu wote, wazembe wote ndani ya ofisi za umma, nitakuja na fiekeo na ratu. Lazima maono ya Mheshimiwa Rais, ahadi ambazo Mheshimiwa Rais amewaahidi wa Tanzania lazima zitekelezwe. Kuteuliwa kwa Mwigulu Nchemba kuwa waziri mkuu wa Tanzania umewaibua wachambuzi wa masuala ya siasa nchini humu, akiwemo Malisiri Hamduni ambaye anasema kuwa Mwigulu ni mchapakazi, lakini anayo kazi kubwa kuthibitishia umma kama anaweza kuwa mwadilifu. Ila kazi aliyonayo mbele yake ni kubwa sana na anahitaji kuthibitisha mbele ya watu na mbele ya umma kwamba anaweza kuwa mwadilifu, kwa sababu mambo mengi ya ukizushi waliowakimbishia yanathibitishwa kwamba hayakuwa sahihi. Mara amezungumzishwa mno juu ya utajiri uliopita mipaka, juu ya kujipatia kipato kisichoingana na mapato yake na kadhalika. Yanaweza kuwa ni uongo maneno haya, lakini yanahitaji kudhibitiwa kwa kuthibitisha kwa vitendo na kwa uwazi kwamba ni mtu tofauti kabisa na waliowakimbisha watu. Nao wananchi wa kawaida wamekuwa na maoni mseto kuhusu uteuzi huo. Kwa jina naitwa Nasoro Elisha Hilali, ni mwananchi mkazi wa kata ya Nyanguge wilayani Magu mkoani Mwanza. Ninachokitarajia kikubwa kutokana na uteuzi wa Mheshimiwa Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba ni kwamba ataleta msukumo mpya kwenye serikali hii ya awamu ya Diokaji Makomba, DW, Dodoma. Asante sana Diokaji Makomba, namna hiyo ukiweza kutuletea taarifa hiyo kutokea maeneo hayo ya jiji kuu la Dodoma, Tanzania. Hapa hivi msikilizaji, na kuomba simama na kituo kipi Radio Fortune Africa. Idhaa hii ya Kiswahili inahitaji transmitter na station transmitter yenye uwezo wa kurusha matangazo yetu mbali na kwa njia nzuri atakayotanua wigo letu na kuwafikia mamilioni ya watu kwa njia ya FM. Wasilisha mchango wako kupitia paybill namba ni 625 account number ni 012450 85217800 au till namba ni 4561468 kupitia mitandao yote ya kurusha pesa. Enda pale kwenye Google, tafuta Radio Fortune Africa, kuna app pale ya Zeno. Fuatilia hiyo app ambayo itakuelekeza hadi kwenye ukuta wetu na donate by PayPal. Wekelea pale mchango wako msikilizaji, tutaupokea ili tuweze kununua transmitter na station transmitter link ya kuweza kurusha matangazo yetu mbali na kwa njia nzuri. Sasa hivi nakurejesha kwenye studio za DW ambapo Najid Omar na Lilian Mtono wanatuelekeza fununu kwamba pengine nafasi ya waziri mkuu inaweza kwenda kwa Dr. Tulia Ackson ambaye alikuwa spika wa bunge hilo baada ya kujiuzulu kwenye kinyang'anyiro cha spika. Wengine wakasema hapana, hii nafasi inaweza kwenda kwa Paul Makonda ambaye alikuwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam na Arusha, sasa ni mbunge wa jiji la Arusha mjini. Wengine wakasema hii itakwenda kwa Doto Biteko ambaye ni naibu waziri. Na wewe ulisemaje? Mimi na mtu wangu siruhusu kusema waziri mkuu
na waziri wa nishati. Lakini Kitila Mkumbo naye pia alitikisa fikira na fununu pamoja na ubashiri wa Watanzania wengi. Sasa Dr. Samia Suluhu Hassan amekuja kabisa kuchana mikeka yote, manake wale ambao tumezoea kubeti ni kwamba tumempa hela zote mdau na sisi tumeondoka tukiwa kapa kabisa. Wapambe mtakalia nini? Manake mikeka ishachanika. Maoni. Haya, maoni kwa mfano, Shauri mtaalamu anasema mama akiwa na watoto kurwa na doto na asipotulia vizuri katika kuwalea atakonda, asiwalee kwa kutafuta mkumbo, ila ndo ishaharibika. Sijui kama ujumbe umeuelewa. Kuna tulia hapa, kuna doto hapa, na kuna mkumbo hapa, na kuna doto hapa. Lakini ndio mambo yashaharibika. Haya, sasa Maji Moto Makole wa Kibara Bata anasema naona watawala wanazidi kujipandikiza chuki na hasira kwa wananchi. Hakika ipo siku Tanzania itakuwa sio kisiwa cha amani tena. Huo ni ujumbe wa Maji Moto. Sasa huko nchini Pakistan kumetoka na sheria mpya ya e-chain ambayo serikali ya Pakistan imeweka mfumo maalum wa kugundua iwapo kama dereva wa daladala ama gari za abiria zile za daladala, manake kama hawajavaa mikanda basi watachukuliwa hatua. Sasa vijana ambao wengi ndio madereva katika nchi hiyo wamegundua kuchapisha shati maalum ambazo zina alama ya mkanda, yani seat belt, ili kuondoka kabisa na changamoto hiyo. Picha za madereva wakiwa na fulana hizo zimezua gumzo huko nchini Pakistan, ambako ni kabisa ukiona huwezi kufikiria kwamba ni mkanda unaamini kwamba ni mkanda kabisa, yani lakini unamkomo wa nani? Kwa sababu unahatarisha ni kwa ajili ya usalama wako, unahatarisha tu maisha ya abiria. Sasa Jacob Victor anasema leo vijana wana ubunifu sana, lakini Sudisela anasema hii Afrika itapigwa, hii ikikukuta Afrika utapigwa na askari barabarani hadi ujue maana ya sheria zote. Maana yake kwa mfano nchini kama Kenya ama Tanzania unaambiwa shuka hebu. Sasa ukishuka tu unatoka tu ufungui pale hapo ndo utajua sasa. Nini antusema ujumbe wa msikilizaji, nashukuru sana kwa nafasi hii. Asante Najet, lakini kwanza tunapata kiagizo. Ben Paul na kibao ni Sofia. Ninakusomea ujumbe sasa kutokea kwenye ukurasa wetu wa YouTube. Nimeipigia sikio Deutsche Welle nikiwa Mbagala, anasema Conrad Abogaste na Abubakar Mohamed Labu wa Mbeya Tanzania, anasema hongera Mwigulu Nchemba, sasa ni wakati wako kuchapa kazi. Wilfred Kalinjuma wa Muleba Tanzania anasema mabadiliko ya tabia nchi yanasababisha hali ya sintofahamu. Huko Kerwa anaitwa Robinson Kashumita kutoka Tanzania, anasema kongole kwa Mwigulu Nchemba kwa uteuzi wake, tunakutakia majukumu mema, kumbuka kutetea maslahi ya wananchi wa Tanzania. Juma Joseph wa Sirai Tanzania anauliza vita vya Urusi na Ukraine itaisha lini? Umoja wa Mataifa ingilieni kati. Sava Joseph Rushesha anasema anatokea Kagera Tanzania, anasema Mwigulu Nchemba, macho yote ya Watanzania na kutazama kuona utaleta umoja na mshikamano nchini kwetu. Haya, na Marokota huyo ametuandikia kutokea Mara Tanzania, anasema hongera Dr. Mwigulu Nchemba kwa kuteuliwa kwa waziri mkuu, ni muda wako kuitumikia nchi yako. Mwalimu Imbo Makia wa Moshi Tanzania anasema Mwigulu anaweza kuleta mahusiano mazuri kati ya vyama vya siasa, hapo mama amesoma alama za nyakati. Mwisaidie Tanzania. Mirambo Daudi wa Mbeya Tanzania anasema kongole kwake Mwigulu Nchemba kwa kuchaguliwa kwa waziri mkuu mpya wa Tanzania, bila shaka atasimamia maridhiano ili kurudisha amani na umoja wa kitaifa. Rubala Rupia kutoka Nzega nchini Tanzania anauliza, je, Umoja wa Mataifa umeshindwa kutatua mzozo wa Urusi na Ukraine? Hilo ni swali lake. Lakini kutoka Dodoma Tanzania anasema kuteuliwa kwa waziri mkuu nchini Tanzania kuja na suluhisho la kudumu la nidhamu ya watumishi wote wa umma na serikali kwa kuhakikisha wanarudisha mamlaka ya utendaji kwa wananchi. Huo ni ujumbe wa Jackson Valence. Lakini matangazo haya kwa mubashara kupitia ukurasa wetu wa Facebook, na namuona Yasini Saidi anauliza vita vya Mashariki ya Kati itaisha lini? Nami narudi sasa kwenye ukurasa wa Facebook. Hapa Kalistus Titus anasema binafsi naona kuchaguliwa kwa Nchemba ni kuyalinda maslahi ya wabunge. Samson Timothy anasema Tanzania hatuna bunge wala wabunge, hicho kinachoendelea hapo ni kikao cha chama. Amason Cheliwali anasema tatizo hili la vijana wa Kenya kujiunga na
huko Urusi ni kwa sababu hawana ajira nchini mwao, ni kujiunga kwenye vita, nadhani akimaanisha hivyo. Nadhani. Abubakar Mohamed anasema watawala wa Afrika hawawezi kutafakari mambo kwa kina. Wanatakiwa wajiulize inakuwaje mpaka vijana wanakubali kwenda kupigana vita na kujiunga na majeshi ya nchi nyingine kama Urusi na nyinginezo. Umi Hassan anasema hatuna bunge, hicho ni kikao cha Chama cha Mapinduzi. Paul Peter Tendo kutoka Tabora anasema Nchemba afanye kazi, atekeleze majukumu yake kwa weledi. Na Dafi Nyandekwa wa Singida, Tanzania anasema hongera sana Mwigulu Nchemba kwa waziri mkuu wa Tanzania, cha msingi mshikamano tu kuijenga nchi yetu. Nicholas Gervas Lunyali anasema uchu wa viongozi wa Afrika ndio unawafanya vijana kwenda nje kutafuta ajira. Abdul Mohamed kutokea Singida anasema hongera sana Mheshimiwa Mwigulu Nchemba kwa kuchaguliwa kwa waziri mkuu mpya wa Tanzania. Tunahitimisha sehemu hii ya kwanza ya ujumbe wako msikilizaji, lakini endelea kuwa nasi. Kinachofuata sasa ni mjadala. Asante sana Lilian Mtono hapo kwa uelekezi wako vizuri na Najid Omar. Sasa hivi msikilizaji, tupokee Kiziba Mkonga. Kiziba Mkonga cha sasa msikilizaji, haijalishi unasikia sauti zipi kuhusu wewe, kamwe usiziruhusu ziathiri vile unavyojisemea kuhusu wewe mwenyewe. Madhara hayapo kwenye wanavyokusema, yapo kwenye unavyojisemea. Sauti zao zisiathiri sauti yako. Maana kelele ya masauti hapa duniani ni mengi, unahitaji kutambua. Haijalishi unasikia sauti zipi kuhusu wewe, kamwe usiziruhusu ziathiri vile unavyojisemea kuhusu wewe mwenyewe. Madhara hayapo kwenye wanavyokusema, yapo kwenye unavyojisemea. Sauti zao zisiathiri sauti yako. Na hicho ndicho Kiziba Mkonga cha sasa.